Moja ya waanzilishi wa hili tawi, lakini bado ni mwenyekiti pia. Kwa muda mchache ambao nimekaa kwenye hili tawi na kushirikiana na matawi mengine, hasa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani, nilibahatika kuonekana uwezo wangu wa kazi ndani ya muda mfupi sana, ikamsababishia mratibu wetu wa mkoa Mzee Shabani Mgonja mbele yetu kunichagua kuwa mmoja wa wajumbe wa wadhamini wa kanda yetu ya Kinondoni. Nimefanya kazi kubwa ndani ya muda mfupi. Nimeshirikiana na hii kanda na mkoa kiujumla kuhakikisha natoa support yote na shiriki kwa namna zote ili tuweze kupata ushindi na kuleta furaha kwa wanayanga. Nini nilifanya ndani ya muda huu mfupi? Kwanza nilihakikisha changamoto zozote zile ambazo zipo ndani ya uwezo wangu niwe mwepesi wa kuweza kuzitatua. Changamoto ziko mbalimbali. Kuna wakati watu wanatamani kwenda uwanjani lakini hawana nguvu ya kuweza kuwafikisha uwanjani. Nilikuwa nafanya ninachoweza kukifanya. Yako mengi, hayo ni machache sana. Labda niende moja kwa moja kwenye wasifu wangu wa mwisho. Kielimu, mimi na elimu ya juu, degree ya biashara. Hii ni moja ya sehemu ambayo imenisukuma kuweza kuingia Yanga, kuendelea kuisupport Yanga kwa sababu ya elimu nilionayo. Niliamini kabisa klabu ili iweze kuendeshwa inahitaji misingi ya biashara. Tupo kwenye Yanga ya mabadiliko ambayo inahitaji kujiendeleza yenyewe. Mimi ni mmoja wa watu ambao naenda kumshauri rais pale mbele. Unapofanya ujenzi wa uwanja lazima uweke knowledge ya biashara. Kwa hiyo elimu yangu ya biashara itaenda kumshauri rais ili tutimie malengo yetu yale ambayo yatatuletea faida ndani ya klabu yetu. Unapofanya usajili pia ni biashara. Unamenunua shingapi, unauza shingapi, klabu inapata nini? Kwa hiyo niseme wazi, uzoefu nilionao kwenye biashara nitauchukua kwenda kuweka pale ndani ya klabu yetu na kuweza kumshauri rais ili klabu yetu iweze kuwa imara zaidi na kuweza kuleta maendeleo makubwa ndani ya klabu yetu. Lakini kama nilivyosema awali, mimi nimetokea kwenye matawi huko mliko nyinyi, wajumbe wenzangu. Nafahamu changamoto za matawi. Kwa hiyo na hakika kabisa mtaponipa ridhaa yenu, hizi changamoto zetu basi zitapata utatuzi wa moja kwa moja na kwa haraka sana. Niwape mfano mdogo sana. Leo hii klabu inazindua jezi. Jezi duka letu la Jangwani inauzwa 40,000. Ikifika Tegeta jezi 60,000 au 70,000. Kwa nini nisiende kuishauri club, uongozi wetu, tukawa tuna duka Ilala, tukawa tuna duka Temeke, tukawa tuna duka Kinondoni, kanda zetu zote za Dar es Salaam na mikoa mingine, tukawa tuna maduka ambayo tuepushe ulanguzi. Hizi ni moja ya changamoto ambazo kwenye matawi nimeishi nazo. Yapo mengi, lakini kama nilivyosema, sitaki kupoteza muda wenu. Nataka nikufuate mama tawini, uniambie tawi lina changamoto gani, tunatatua vipi nikawakilishe kule ili klabu iweze kuwa na uwakilishi mahiri. Kwa kusema hayo machache, niruhusu niishie hapa, lakini pia niwaombe kwamba Mshindo Msola ni mtu ambaye anafikika kwa kunifata, kwa kuwafata, na nitaendelea kuishi hivyo ili mradi kuhakikisha kwamba klabu yetu inapata wawakilishi sahihi, wawakilishi wanaofikika, wawakilishi ambao wana maono makubwa, hali na wenye hali ya kufanya klabu yetu iende mbele. Asanteni sana. Amnitaki kweli? Yanga oye! Yanga oye! Mimi naona tarehe 2 tunachelewa, ingekuwa kesho. Ndugu zangu, mbele yenu Mshindo Msola kwa mara nyingine tena, naombeni kula yenu ya ndio zote bila kupoteza kula yote. Asanteni sana.